na maana pana katika muktadha wa tamaduni za Kiafrika. Hapa kuna muhtasari wa maelezo uliotoa pamoja na baadhi ya nukta za ziada. Mstari wa asili na maana. Mizizi ya Kibantu. Jina hili linadhaniwa kuwa na asili katika lugha za Kibantu kama vile Kinyarwanda, Kirundi na lugha za Kikongo. Kakobe linaweza kutafsiriwa kama mwana wa Kobe, ambapo Dikai inamaanisha mtoto mwana na Kobe inamaanisha kobe. Maana ya kifalsafa. Kobe anawakilisha sifa za uvumilivu, hekima na ustaarabu. Kwa hivyo, jina Kakobe linaweza kuashiria mtu mwenye sifa hizo. Umuhimu wa kihistoria. Inawezekana jina hili lilitumiwa na watu wa kifalme au viongozi katika historia ya makabila fulani. Umuhimu wa sasa. Utambulisho wa kikabila. Jina hili linaweza kuonyesha asili ya kikabila au ukoo fulani. Maana ya kiishara. Linapotolewa kama jina la mtoto, linaweza kuonyesha matarajio ya kuwa mtoto huyo awe na hekima, uvumilivu na nguvu. Matumizi ya kisasa. Jina hili linatumika katika sanaa, biashara na kama jina la kipekee la utambulisho. Mifano ya watu maarufu. Waimbaji na wasanii katika nchi kama Uganda, Rwanda na Kongo. Wahusika katika hadithi za kale. Askofu Zakari Kakobe, kiongozi wa kidini nchini Tanzania. Nukta za ziada. Umuhimu wa Kobe katika tamaduni za Kiafrika. Kobe mara nyingi huheshimiwa kwa uzee wake, utulivu na uwezo wa kuishi kwa muda mrefu. Jina Kakobe linaweza kuwa na tofauti ndogo za matamshi na tahajia kulingana na lugha na eneo. Natumai maelezo haya yanakusaidia. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jina hili au tamaduni za Kiafrika, usisite kuuliza.